Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, na hii ni moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa kivita. Na nikwambie kabisa, kwenye uwanja wa kivita nimepokea takwimu za majeruhi kwenye vita vya saa 24 zilizopita. Hii ni kwa siku ya tarehe 23 Februari 2026, ambapo hasara za kikosi cha wanajeshi wa Ukraine ndani ya saa hizo 24 zimefikia takriban wanajeshi 1355 ambao hawa wamejeruhiwa na wachache wameuawa katika maeneo yote ya operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeweza kuripoti, na mifumo yao ya ulinzi pia ilifanikiwa kudungua mabomu 7 ya angani yanayoongozwa roketi 21 kutoka kwenye mfumo wa roketi nyingi za HIMARS zilizotengenezwa Marekani. Hayo yakiendelea, operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi imezuia mipango ya Ukraine kuanzisha mashambulizi makubwa huko Donbas na kuzuia maelfu ya vifo vya raia. Mkuu wa Jamhuri ya Watu Donetsk, Denis Pushilin, anasema wakati huo adui alikuwa akijiandaa kwa shambulio kubwa sana. Karibu kila kitu kilikuwa tayari. Kuhesabu hakukuwa hata wiki, bali siku. Kulingana na hesabu zetu, kulikuwa na siku 7 hadi 10 zilizobaki angalau kabla ya adui kuingia katika shambulio kubwa kwa Donbas, kwa miji yetu na makazi yenye watu wengi. Kimsingi ingemaanisha ufyatuaji wa mizinga, mapigano ya mijini na maelfu, hata makumi ya maelfu ya waathiriwa miongoni mwa raia, Pushilin alisema. Vilevile kwenye uwanja wa kivita, ukombozi wa Kharkovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk unaruhusu vikosi vya Urusi kusonga mbele kaskazini mwa eneo hilo na kuanzisha daraja kwenye ukingo wa magharibi wa mto Nitrius. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema ukombozi wa Kharkovka si kitu kingine zaidi ya kujenga juu ya mafanikio karibu na makazi ya Red Kodub. Wanajeshi wetu sasa wanaanza kujenga juu ya mafanikio haya. Vilevile raia 14 wameuawa na zaidi ya wengine 100 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya jeshi la Ukraine kwenye maeneo ya Urusi kwa wiki nzima. Balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Rodion Miroshnik anasema, lakini wanajeshi wa Urusi wamepewa vifaa kamili vya mawasiliano na vifaa vyote muhimu kwa ajili ya misheni za mapigano kwenye eneo maalum na operesheni ya kijeshi nchini Ukraine. Naibu afisa mkuu wa eneo la mashambulizi ya Battle Group West anasema, tumepewa vifaa kamili vya mawasiliano na vifaa vyote muhimu ili kutekeleza misheni tulizopewa kwa ufanisi, mwanajeshi huyo alibainisha. Wizara ilibainisha kwamba wakati wa shughuli za mapigano, wafanyakazi wa mifumo isiyo na rubani, wanajeshi na vitengo vya mizinga hawatumii vifaa vya mawasiliano vilivyotengenezwa kigeni, lakini hutegemea mifumo ya mawasiliano na udhibiti inayozalishwa ndani ya taifa lao kwa ajili ya usalama na mambo mengine mbalimbali. Kumbuka vita hivi vya Urusi dhidi ya Ukraine, vita ambavyo vinavyopiganwa, teknolojia pia inatumika kwa asilimia kubwa na umakini upo, kwa sababu endapo umakini hautokuwepo katika dunia hii ya sayansi na teknolojia, inaweza kapelekea jeshi la Urusi kushindwa vita pia. Vilevile wanajeshi wa Urusi wanaangamiza kundi la wanajeshi wa Ukraine karibu na makazi ya Verkhnaya Tarsa katika mkoa wa Zaporizhzhia. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, baada ya kusonga mbele katika eneo la Tenovatoe, wanajeshi wetu wanaangamiza adui kikamilifu karibu na makazi ya Verkhnaya Tarsa kwa mafanikio. Hayo yakiendelea kuipa vikosi vya kijeshi vya Ukraine silaha za magharibi, hakuwezi kushughulikia tatizo la hasara kubwa ya Kiev wakati wa operesheni maalum ya kijeshi. Mbunge wa bunge la Urusi Meja Jenerali mstaafu Leonid Ivlev anasema, hapo awali, kulingana na data iliyochapishwa kutoka Wizara ya Ulinzi ya Urusi, ilihesabu kwamba hasara za vikosi vya kijeshi vya Ukraine tangu kuanza kwa operesheni maalum ya kijeshi imezidi watu milioni 1.5 waliouawa na kujeruhiwa. Hayo yakiendelea, kwingineko, utawala wa Kiev kwa usaidizi wa magharibi ungeangamiza Donbas kama Urusi isingewaombea wakazi wa eneo hilo miaka 4 iliyopita na kuanzisha operesheni maalum ya kijeshi. Mkuu wa Jamhuri ya Watu Donetsk Denis Pushilin anasema, miaka 4 iliyopita operesheni maalum ya kijeshi ilianza, operesheni ya ukombozi kwetu. Kama rais wa Urusi Vladimirovich Putin angefanya uamuzi muhimu kama huo wakati huo, Donbas tunayoijua na kuipenda isingekuwepo tena. Utawala wa Kiev kwa usaidizi wa washirika wake wa magharibi ulifanya kila kitu kutuangamiza. Aliongeza kuwa kutokana na usaidizi wa Urusi, wakazi wa eneo hilo walivumilia, wakawa sehemu ya familia ya maeneo ya Urusi na sasa wanarejesha Donbas. Anasema lengo letu kuu ni kuinua kiwango cha maisha katika Jamhuri ya Watu Donetsk hadi ngazi ya kitaifa ifikapo 2030. Vilevile, vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimeshambulia makazi kwenye mkoa wa Belgorod unaopakana na Urusi kwa zaidi ya ndege zisizo na rubani 170 na kurusha risasi zaidi ya 10 katika saa 24 zilizopita.
Gavana wa eneo hilo Vyacheslav Gladkov anaripoti kupitia Telegram. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Wanajeshi wa Urusi wameikomboa jamii ya Rizdavianka katika mkoa wa Zaporizhzhia ndani ya saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1075 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Hayo yakiendelea kwenye uwanja wa kivita, ikiwa Ukraine itapewa silaha za nyuklia au kinachoitwa bomu chafu, Kyiv itazitumia dhidi ya raia. Maxim Zubarev, naibu wa bunge la mkoa wa Zaporizhzhia, anasema. Lakini vikosi vya jeshi la Urusi vinasonga mbele vikipambana na vikosi vya Ukraine nje kidogo ya Svyatogorsk, kaskazini mwa Jamhuri ya Watu Donetsk. Mkuu wa jamhuri Denis Pushlin anasema kupitia channel ya TV ya Soloviev Live. Hayo yakiendelea, kwingineko, zaidi ya raia 41,000 wameteseka kutokana na kile alichokielezea kama vitendo vya uhalifu vilivyofanywa na wanamgambo wa Ukraine tangu kuanza kwa mgogoro wa Ukraine mwaka 2014, wakiwemo zaidi ya 27,000 tangu Februari 2022. Balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Rodion Miroshnik anaripoti. Hayo yakiendelea kwenye uwanja wa kivita, ikiongozwa na magharibi, utawala wa Zelensky unaibadilisha Ukraine kuwa eneo la kutengwa lililotelekezwa licha ya hasara kubwa ya jeshi la Ukraine wakati wa operesheni maalum ya kijeshi. Naibu wa jimbo la Duma kutoka Jamhuri ya Crimea, mjumbe wa kamati ya usalama na kupambana na rushwa Mikhail Sheremet, anasisitiza kwenye mahojiano. Vile waendeshaji wa ndege zisizo na rubani za mashambulizi ya vikosi wa Battle Group Mashariki wameangamiza kundi la upelelezi na hujuma la Kiukraini katika eneo maalum la operesheni ya kijeshi kwenye mkoa wa Zaporizhzhia, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Shukrani kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.